Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya leo. Na tafakari yetu ya leo itakuwa ni juu ya sakramenti ya Ekaristi na vile Alhamisi Kuu, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alisimika na kuiweka Ekaristi takatifu ili sisi tumkumbuke yeye pale tunaposhiriki misa takatifu, hasa katika wakati wa mageuzo. Basi kabla ya yote, nipende kualika ndugu zangu katika Kristo, tuendelee kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube, Facebook na Twitter, chaneli yetu pendwa Tafakari Tena TV, ili tusipitwe na tafakari zinazotolewa kutoka katika kituo hiki na studio hizi za Tafakari Tena TV. Karibuni sana. Sakramenti ya Ekaristi takatifu ni kitendo cha kimsingi cha ibada katika Kanisa Katoliki ambacho kinashirikiwa na waumini wote wa Kanisa Katoliki kama sehemu ya maisha yao ya kiroho, na ni sakramenti ya kipekee kwa kuwa inatufundisha kwa njia moja kwa moja kuhusu upendo wa Mungu kwa wanadamu na jinsi ya kuwa na ushirika wa karibu na Yesu Kristo, hasa katika maumbo ya mkate na divai. Katika sikukuu ya Alhamisi Kuu tunakumbuka na kusherehekea sakramenti ya Ekaristi takatifu, ambapo Yesu alianzisha ibada hii wakati wa Pasaka ya Kiyahudi katika chumba cha juu na mitume wake, na ni siku muhimu kwa waumini wote kwa sababu tunasherehekea mwili na damu ya Kristo, na pia tunafahamu kwamba alifanya hivi kama sehemu ya kujitolea kwa ajili yetu, kutufundisha namna ya kuishi kwa upendo na huduma na kujitolea kwa wengine. Na sisi tunaalikwa na kuaswa tukaige mfano huu wa Bwana wetu Yesu Kristo wa kujitolea, kuishi kwa upendo na huduma kwa wengine, kama yeye alivyotuachia alama ya Ekaristi takatifu ambayo ni upendo, huduma na kujitolea kwa wengine. Yeye alijitoa kwa ajili yetu, nasi anatuachia ukumbusho huu anaposema, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Basi na sisi tukatende yale aliyotenda yeye, kutenda matendo ya huruma na huduma kwa wengine na kujitolea kwa wenye uhitaji. Sakramenti ya Ekaristi takatifu kama tiba ya kiroho. Basi tutaona kwamba sakramenti ya Ekaristi kama tiba ya kiroho. Ekaristi ni chakula cha kiroho kinachotuwezesha na kushiriki na Kristo, kinatufanya tuwe na ushirika na Kristo. Yesu alisema katika Injili ya Yohana sura ya 6 aya 53 hadi 58, amin amin nawaambia, ikiwa hamli mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Tunafundishwa kwamba kwa kupitia Ekaristi tunapata nguvu na uzima wa kiroho kutoka kwa Kristo, na hivyo kuwa na ushirika na Mungu. Ukisoma katika Injili ya Luka sura ya 24 aya 31, Yesu alikula chakula na wanafunzi wake baada ya kufufuka kutoka kwa wafu. Wanafunzi walikula chakula na Yesu, macho yao yalifumbuliwa na walitambua kuwa alikuwa ni Yesu. Tunafundishwa kuwa tunaposhiriki katika Ekaristi takatifu, macho yetu ya kiroho yanafumbuliwa na tunapata uhusiano wa karibu na Kristo. Basi tusisite kushiriki katika sakramenti ya Ekaristi, hasa tunapokomunika katika misa. Tunampokea Yesu mwenyewe
ambaye alituachia sakramenti hii katika maumbo ya mkate na divai. Vile vile Ekaristi kama upendo wa kujitolea. Yesu alitoa Ekaristi kama ishara ya upendo wake wa kujitolea kwa ajili yetu. Katika sikukuu ya Alhamisi Kuu, Yesu alionyesha upendo wake kwa njia ya kutosha, akiwaosha miguu mitume wake, akionyesha mfano wa huduma na upendo wa dhati. Kwa hivyo Ekaristi ni kitendo cha upendo wa dhati kutoka kwa Kristo, na pia ni changamoto kwetu kuwa na upendo wa dhati kwa wenzetu. Ukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 13 aya 34 hadi 35, Yesu alisema, na amri mpya nawapeni, pendaneni ninyi kwa nyinyi kama vile nilivyowapenda ninyi. Hii inatufundisha kuwa tunaposhiriki katika Ekaristi Takatifu tunapokea upendo wa Kristo, na tunapaswa kuonyesha na kuishi upendo huu kwa wenzetu kwa matendo na sio maneno tu. Basi Mwenyezi Mungu Bwana wetu Yesu Kristo katika Ekaristi anatualika tuwe na upendo kama aliotuonesha sisi wa kujitoa kwake na kufa msalabani kwa ajili yetu, ili sisi tupate kukombolewa na sisi tukae watu wa kujitoa kwa wenzetu, hasa wenye uhitaji. Na Ekaristi Takatifu kama njia ya kujisafisha na utakatifu. Sakramenti ya Ekaristi ni njia ya kutakasa na kujisafisha roho zetu. Tunaposhiriki katika Ekaristi tunapata msamaha wa dhambi na tunazidi kujiweka katika ushirika wa kiroho na Mungu. Hii ni njia ya kuwa takatifu na kutakaswa kila siku katika safari yetu ya kiroho ya kumwelekea Mwenyezi Mungu. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Yohana sura ya 1 hadi ya 7 inasema, lakini kama tutatembea katika nuru kama yeye alivyo katika nuru, tunashirikiana na sisi kwa sisi, na damu ya Kristo mwana wake itatusafisha dhambi zote. Tunafundishwa kuwa Ekaristi inatufanya tuwe katika ushirika na Mungu, na damu ya Kristo inatusafisha dhambi zetu na kutufanya tuwe safi mbele za Mungu. Vile vile tutaona Ekaristi kama kumbusho la sadaka ya Kristo. Sakramenti ya Ekaristi ni kumbusho la sadaka ya Kristo kwa ajili yetu. Yesu alitoa mwili wake na damu yake kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu, na alifanya hivi kwa hiari, kwa upendo wa dhati kwa watu wake. Kwa hiyo Ekaristi Takatifu ni zawadi ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Ukisoma katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 26 hadi ya 28, tunasoma kuwa Yesu aliwaambia wanafunzi wake, chukueni kunyweni, kwa maana hii ni damu yangu ya agano jipya itakayomwagika kwa ajili ya wengine kwa ondoleo la dhambi. Ni ishara ya dhabihu ya Kristo kwa ajili yetu, na tunaposhiriki Ekaristi tunakumbuka sadaka hii ya upendo wa Kristo. Vile vile Ekaristi Takatifu kama upendo wa kujitolea kwa watu wote. Katika sakramenti ya Ekaristi tunapata mfano wa huduma na kujitolea kwa wengine. Yesu alifanya hivi, alifanya huduma kwa wenzake, akawaonyesha upendo kwa kuwaosha miguu mitume wake. Inatufundisha kuwa tunaposhiriki katika Ekaristi Takatifu tunapaswa pia kutii amri ya Yesu ya kuwa watoa huduma kwa wenzetu
kutafuta na kutunza ustawi kwa wengine, hasa kwa wale wenye uhitaji, kama yeye alivyofanya kwa mitume wake, akawaonesha upendo wa kuwaosha miguu. Nasi tukaoneshe upendo huu kwa wenzetu, hasa wenye uhitaji. Na ukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 13 aya 12 hadi 17, Yesu alionyesha unyenyekevu na huduma na kuwashirikisha mitume wake akisema, kwa maana ninyi ni wafuasi wangu, nanyi pia mtapaswa kutenda kama nilivyofanya. Tunafundishwa kuwa tunaposhiriki katika Ekaristi tunapaswa kuwa na roho ya kujitolea na kuonyesha upendo wa kweli kwa wengine. Ekaristi na umoja wa kanisa. Sakramenti ya Ekaristi inatufanya kuwa na umoja na wenzetu katika kanisa. Tunaposhiriki katika Ekaristi tunakuwa sehemu ya mwili mmoja na Kristo, na inatufundisha tuwe na ushirika wa kiroho na ndugu na dada zetu katika imani. Ni ishara ya umoja wa kanisa. Ukisoma katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 10 ya 17, Paulo alisema, kwa maana sisi sote tunakula mkate mmoja, sisi sote ni mwili mmoja. Hapa tunafundishwa kuwa tunaposhiriki katika Ekaristi tunakuwa sehemu ya mwili mmoja wa Kristo, na tunapaswa kuthamini umoja huu na kuishi kwa amani na upendo. Basi katika sakramenti ya Ekaristi tunajifunza mambo mengi, hasa upendo kwa wengine, huduma kwa wengine na kwa wenye uhitaji, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuonesha upendo kwetu sisi, akatuwekea sakramenti ya Ekaristi takatifu kwa maumbo ya mkate na divai. Basi tunaalikwa pale tunapokomunika, tunaposhiriki katika Ekaristi takatifu, tunapompokea Bwana wetu Yesu Kristo, hasa tunapompokea katika mikono yetu, tunaagizwa kuhakikisha kwamba tunamaliza vipande vyote ambavyo vinakuwa katika mikono yetu, ili kuepuka kumkufuru Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa katika kila kipande yeye yumo, ni mwili mzima. Basi wapendwa katika Kristo, tukizingatia haya tutaweza kufikia ufalme wa Mwenyezi Mungu na kujua yale yanayotupaswa kujua katika Kristo na katika sakramenti hii. Na tunapozingatia kwamba ni siku ya Alhamisi Kuu ambapo Bwana wetu Yesu Kristo aliweka na kuisimika sakramenti takatifu, tunaagizwa tuendelee kushiriki vema katika kipindi hiki cha Kwaresma, kipindi cha kumrudia Mwenyezi Mungu, tukiwa katika Juma Kuu, juma la mwisho la kipindi hiki, tunapoelekea katika sherehe ya Pasaka, tunapomshirikia Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka. Tunaalikwa tuendelee kujiandaa vema ili tuweze kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo afufuke katika sisi na katika matendo yetu mema. Na vile tusisahau kwamba kuna tafakari zinaendelea kutolewa katika chaneli ya Tafakari Tena TV, na tukizingatia kesho ni Juma Kuu, zitakuwepo tafakari mbalimbali zinazotolewa na Tafakari Tena TV. Ni kipindi cha kujiandaa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka. Tuendelee kujiandaa vema, tumpokee, atukute tukiwa wasafi na wanyofu wa moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu tushiriki katika tafakari nyingine zinazoendelea kutolewa hapa katika chaneli hii ya Tafakari Tena TV, na tusisahau kusubscribe katika chaneli yetu hii ya Tafakari Tena TV ili tusipitwe na tafakari hizi zinazotolewa
na Tafakari Tena TV za kutujenga na kutuimarisha kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asanteni kwa kunisikiliza na muwe na siku njema.